Karibu ndugu mtazamaji wa Habari Maalum TV. Hiki kipindi kinakuja kwako kutoka kwa mchungaji Veronica Masambe. Karibu sana na Bwana atakuhudumia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai, asante kwa wakati huu, asante kwa muda huu, asante kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye neno lako linaingia masikioni mwako kumponya na kumfungua katika jina la Yesu. Beba nafasi, Roho Mtakatifu, ukinitumia sawasawa na mapenzi yako kunena neno lako la uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu, ninakushukuru. Amen. Asante sana mtazamaji wangu. Ujumbe wetu wa leo unasema toka mautini ingia uzimani. Ni ujumbe ambao Bwana anauleta masikioni mwako. Sikiliza kwa makini, na ujumbe huu utakuponya na kukufungua. Toka mautini ingia uzimani. Ni mimi mtumishi wako Veronica Julius Masambe kutoka kwenye kanisa la Nguvu ya Msalaba. Tuko pale Mwandege, mkoa wa Pwani. Tunapatikana pale na Ifakara, kijiji cha Rungongole. Tunaenda moja kwa moja katika kitabu chetu cha Yohana sura ile ya 5 na ule mstari wa 24. Na unasema, amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, watu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Kumbuka ujumbe unasema toka mautini ingia uzimani. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuja ni sauti. Neno hili lina ujumbe, linamuhimiza mtu wa Mungu mara popote unapotazama, kutoka kwenye shida, kutoka kwenye magonjwa, kutoka kwenye laana na kuingia kwenye uzima. Ni wito wa Yesu Kristo uliobeba neema. Ni wito wa Yesu Kristo uliobeba kufunguliwa na kuponywa. Neno linasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 14. Sisi tunajua kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwa maana tuwapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kwa hiyo tunaona wale ambao wamemwamini Kristo, wale ambao wanamtegemea Kristo, wamepita kutoka mautini. Na hawa watu wanampenda Mungu na wanapenda ndugu. Na ndio maana tunawapenda, na leo nimeleta huu ujumbe usikie. Ujumbe huu wa kupita kutoka mautini, kwa sababu ninakupenda na Yesu Kristo anakupenda, ili usikie haya maneno ya uzima. Tunaona kwenye kitabu cha Wakolosai ile sura ya 1 na mstari wa 13, na unasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo tunaona Yesu alitutoa kwenye mateso. Yesu alitutoa kwenye kukandamizwa. Yesu alitutoa kwenye vifungo. Yesu alitutoa kwenye laana. Laana ni giza. Akatuingiza kwenye nuru yake, ufalme wake ambao umejaa pendo. Huu ni upendo tu. Kwa hiyo hata maneno ambayo yanakuja unayasikia masikioni mwako, maneno ambayo yanapenya mawimbi na masafa unayangalia katika televisheni yako, ni maneno ya uzima. Ni pendo lile ambalo Mungu alitupenda sisi. Upendo ule ule aliotupenda sisi, ndugu yangu, rafiki yangu, mpendwa wangu, ndo upendo huo huo unaotusukuma kukwambia habari njema za Yesu Kristo. Yamkini unateseka na magonjwa, yamkini unateseka na kukandamizwa, yamkini unateseka na ndoto mbaya. Hayo yote yapo, lakini sikia neno la Mungu. Sikia faraja kwamba geuka, mrudie Kristo. Geuka,
mwamini Kristo, hayo yote yataisha. Haya magonjwa ni mauti, hizo baraa ni mauti, hiyo mikosi ni mauti. Lakini unapompata huyu Yesu, anaachilia uzima ndani yako, anaachilia uponyaji ndani yako, anaachilia kufunguliwa ndani yako. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, mpendwa katika Bwana, maisha haya ya mwanadamu yapo kila siku, yanaenda kila siku, na hayapo sawa kila wakati. Yana changamoto, yana mapito. Hayo ndo maisha ya mwanadamu. Lakini watu wengi wanaishi, lakini mioyo yao imejaa damu, mioyo yao ina hofu, mioyo yao ina maumivu, mioyo yao imekosa tumaini. Kwa kuwa mioyo yao imekosa tumaini, na wengine wanaishi maisha ya dhambi, hawajui nini wafanye. Lakini neno la Mungu linatukumbusha usiku huu, neno la Mungu linatuhimiza usiku huu. Ujumbe huu wa Mungu unakuja kwako kwa kukupa tumaini tena. Maana Biblia inasema kuna hali ya mauti ya kiroho ya maisha ya mwanadamu, kwamba tunapopita kutoka gizani tunaingia kwenye uzima wa milele. Hii ni mauti ya kiroho kwa mtu ambaye hamjui Mungu, kwa mtu ambaye hajui kazi ya Mungu, kwa mtu ambaye hajui pumziko lake ni Mungu. Kwa hiyo yale mapito na changamoto, ile ni mauti. Inawezekana tuko hai kimwili, tunapumua, tunapitia na mapito, lakini kiroho tumekufa, kwa sababu hatuna pumziko, hatuna amani, tunakosa kuwa na tumaini. Maisha hayaeleweki. Ni kwa sababu hatujampata huyu Yesu akaachilia uzima ndani yetu, akaachilia ile nuru ndani yetu. Ndio maana tunatembea, wengi wamejaa maumivu, wengi wamebeba mizigo mizito, wengi hawajui kesho yao inakuwaje. Kwa hiyo ujumbe huu unatuita leo, unatukumbusha leo, hayo uliyokuwa nayo, yupo anayekusaidia kubeba, au yupo anayetusaidia kubeba. Tutue mizigo kwake, tutue changamoto kwake. Hata leo bado yupo. Ndio maana anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Kwa hiyo ni wito wa Kristo unaotuita kutoka kwenye mauti kuingia kwenye uzima. Tuwe na badiliko la kumtegemea Mungu, maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Bila kuwa na tumaini kwa Kristo, bila kuwa na tumaini kumtegemea Mungu, huyu si kitu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tunaangalia kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 na mstari wa 28. Neno la Mungu nasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka. Una mzigo upi mpendwa? Una mzigo upi ndugu yangu, rafiki yangu, kaka yangu, mama yangu, dada yangu au baba yangu? Unao mzigo upi ambao umekulemea? Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni kukataliwa, inawezekana ni huzuni, inawezekana ni changamoto za hapa na pale, inawezekana biashara zinaenda vibaya, inawezekana hauna kazi wala hauna biashara, haujui tumaini lako linakuaje. Lakini wito huu saa hii na usiku huu, Yesu anakuambia pita kutoka kwenye hizo changamoto, ili uweze kupata ile neema ya kustahilishwa, kupata ile neema ya kushindiwa, kupata ile neema yenye njia iliyonyoka ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu anatualika wale watu wote waliobeba mizigo, ni ujumbe njooni. Anatualika wenye mizigo mizito ya maisha. Yesu anatualika wale walio na dhiki. Yesu anatualika wale walio na hofu, wale ambao wana dhambi na uchovu wa moyo, mioyo iliyo na maumivu, walioumizwa, waliokata tamaa. Yesu anatualika kwa sababu yeye ndiye pumziko na yeye ndiye Mwokozi pekee. Inawezekana umetegemea wanadamu wakusaidie, inawezekana umetegemea wanadamu wakuinue, lakini haujapata msaada. Wanadamu hawa hawataweza kukuinua kama Yesu Kristo hajahusika na maisha yako, kama Yesu Kristo hajakushika mkono, kama Yesu Kristo hajawaamuru wakusaidie. Kwa hivyo unapomtegemea Kristo,
tutasaidiana sisi kwa sisi. Ile neema ya kusaidiana, ile neema ya kuponywa, ile neema hata ya mtu kukupa mtaji kwa ajili ya biashara itakuwa juu yako. Kwa hiyo lakini Biblia inatuambia kuna njia. Yesu ndiye njia ya kutoka mautini kuingia uzimani. Hatuna njia nyingine yoyote ile bali ni Yesu Kristo peke yake. Hatuwezi kwa nguvu zetu kutoka kwenye changamoto tulizo nazo, si elimu, si fedha. Bila Mungu hatuwezi kutoka kwenye matatizo, hatuwezi kutoka kwenye changamoto tulizo nazo, hatuwezi kutoka kwenye magonjwa. Tunahitaji mkono wa Mungu peke yake uweze kutuvusha. Tunajua sote ni binadamu, kuna mahara tunapita, tunamhitaji Mungu peke yake asimame. Hatuwezi kwa nguvu zetu, hatuwezi hata watu wainuke watusaidie. Bila msaada wa Mungu ni ngumu. Kwa hiyo Yesu anakuja kuachilia uzima ndani yetu, na ndio maana Yohana ile sura ya 10 na ule mstari wa 10 nasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo Yesu anatoa wito, anasema mimi nimekuja ili uwe na uzima. Huu uzima unakuwa nao tele, yaani uzima ambao unamwagika kwenye maisha yako, ni uzima ambao unamwagika unagusa biashara yako, ni uzima ambao unamwagika unagusa familia yako, ni uzima ambao unamwagika unagusa afya yako, ni uzima ambao unamwagika unagusa nyumba yako, watoto wako. Kwa hiyo changamoto zozote ambazo unazipitia zinakuwa zimetulizwa na ile neno la Mungu, zinakuwa zimetulizwa na Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo anasema nalikuja wawe na uzima. Ndugu mpendwa, rafiki yangu, huu uzima unapatikana bure. Ni wewe tu kumwamini Kristo, ni wewe tu kugeuka na kusema acha nimfuate huyu Bwana, acha nimfuate huyu kiongozi Yesu Kristo aliyekielezwa, nijaribu tu nitoe mizigo yangu, na utamwona Mungu katika maisha yako na hataweza kukuacha. Maana ndivyo neno linavyotuambia kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa 6. Yesu asema, akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa tunaona Yesu bado anazidi kutuambia yeye ndiye njia. Alafu hii njia ina ukweli, hii njia ina uzima. Kwa hiyo hatuwezi kumwona Mungu bila kupitia kwa Yesu. Hatuwezi kupata baraka bila kumwamini Yesu. Kwa hiyo tunayetaka kuponywa, tunataka kufunguliwa, tunataka amani, Yesu Kristo anakuita leo na yupo tayari kukupokea. Yupo tayari kuwa pamoja na wewe, yupo tayari kukusaidia. Inawezekana umelia miaka mingi, inawezekana umelia una changamoto nyingi, lakini huu ni wito ambao unakuja kwako kwa namna kitofauti, kwamba pale unapomwamini Kristo, ile imani ndogo tu ya kusema sasa ninamruhusu huyu Yesu Kristo aweze kuingia ndani yangu, uponyaji ni sehemu yako. Kule kuamini tu ndani yako, basi changamoto zinatulizwa. Maana kuna wengine yamkini wapate usingizi usiku, wengine wanaota ndoto mbaya na kukandamizwa. Hii ni habari njema kwako usiku huu wa leo, kwamba pita kutoka mautini, ingia uzimani. Mauti ya kiroho ni nini? Tunaona mauti ya kiroho ni nini? Mauti ya kiroho ni mtu kujitenga na Mungu. Hana uhusiano na muumba wake, hana uhusiano na Mungu aliyemuumba. Kwa hiyo anaishi yuko vile tu yeye kama yeye, haishi akimwamini Mungu, haishi akimtegemea Mungu. Kwa hiyo hilo ni giza, ni mauti hiyo, kwa sababu kila mwanadamu ameumbwa na Mungu, anapaswa kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Lakini hayo yote yanawapasa wanadamu: taabu, magonjwa, changamoto, dhiki, kukataliwa. Kwa hiyo mtu hana uhusiano na muumba wake. Kitu kingine, mtu anaongozwa na dhambi.
Inawezekana uko kwenye dimbwi la dhambi. Dhambi zimekulemea. Siko dhambi za aina nyingi. Hata ulevi ni dhambi, uzinzi ni dhambi, matukano ni dhambi. Kwa hiyo yote ni mtu anapoongozwa na dhambi za namna hiyo, yuko ndani ya giza, ni mauti hiyo. Kwa hiyo leo nuru inaangaza kwako ili hayo yote yaweze kuisha kwa kumkaribisha Yesu Kristo ndani ya moyo wako wewe binafsi. Tunaona kitabu cha Warumi sura ile ya 3 na ule mstari wa 23, na unatuambia kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mtu anapokuwa na giza na changamoto, ametengana na Mungu, yuko kwenye mauti, yote hayo ni kwa sababu amefanya dhambi, amepungukiwa utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ukiondoka, kama mwanadamu hajui utukufu wa Mungu, yuko kwenye mauti, yuko kwenye giza totoro. Ndio maana Waefeso anatuambia, kitabu cha Waefeso sura ile ya 1, Waefeso sura ile ya 2 na ule mstari wa 1 unatuambia, ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye giza, anapokuwa kwenye mauti ya kiroho, ni kwa sababu ya makosa na dhambi zinazoweza kumtenga mtu na Mungu, zinamtenga mtu na muumba wake, zinamtenga mtu na uso wa Mungu. Kwa hiyo anakuta yuko kwenye dhambi. Kwa hiyo tunaona chanzo cha mauti ni kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo wanapofanya dhambi ndio mauti inakuja. Mauti yanapandwa magonjwa, mauti yanapandwa hasara, mauti yanapanda kudharauliwa, mauti yanapanda hasara kazini, mauti yanapanda kukataliwa. Kwa hiyo kwa sababu ya dhambi ambazo tunazifanya sisi wanadamu, tunamsahau Mungu, tunatenda yasiyofaa bila kuwa na hofu ya Mungu. Tunaona Warumi sura ile 6 na mstari 23, nayo inatuambia, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Wale wanaotenda dhambi lazima wapokee malipo ya dhambi. Ndio maana tunaona leo wanywa pombe, wanakunywa pombe, kwa sababu wako kwenye giza, ni mauti hiyo. Lakini kisha tunaona wanakuwa na magonjwa yatokanayo na madhara ya unywaji wa pombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti. Tunaona wale wanaofanya matendo yasiyofaa, ukatili, mshahara wa dhambi ni mauti, wanapata malipo yao. Kwa hiyo tunaona dalili za mtu aliye mautini. Dalili ya kwanza ni kukosa amani. Mtu anakuwa ni mtu wa kustuka tu, hana amani moyoni mwake. Anaweza kaa ana vyote, lakini furaha hana, ni mtu wa huzuni tu na hajui afanye nini. Mpendwa, habari njema inayokuja kwako leo kwamba mgeukie Kristo, mgeukie huyu Yesu ili akupe amani, maana yeye ni mfalme wa amani, naye huachilia amani kwa watu wake. Kwa hiyo vile ambavyo unakosa amani, hebu geuka, toka kwenye kiambaza cha giza, toka kwenye kiambaza cha kushikiliwa na giza ili uingie kwenye nuru. Dalili ya pili ni kuishi katika giza la dhambi. Yaani huyu mtu amekuwa anaishi kwenye matendo yasiyofaa, aidha ulevi, matukano, uvutaji bangi, madawa ya kulevya na mengine yanayofanana na hayo. Kwa hiyo ni dalili za mtu ambaye anaweza huyu yuko kwenye mauti, yuko kwenye giza, hana nuru ndani yake, hamjui muumba wake. Leo habari njema inakuja kwako kwamba jisalimishe kwa Kristo. Geuka na kubali kugeuka, kwa sababu nyakati hizi tulizokuwa nazo, maisha ni mafupi. Kuna siku utarudi kwa muumba wako,
Utamwambia nini unapokutana naye? Utamwambia nini ukimwona? Geuka. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 na ule mstari wa 11 nasema, bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena na kwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza limepofusha macho yake. Kwa hiyo tunakupenda ndugu yangu, ndio maana tunaleta ujumbe wa habari njema leo hii. Upendo huu wa Kristo ambao unaingia ndani yetu unakuja kutufundisha sote wale tunaotazama na kusikia kwamba tuikimbilie hii nuru, tutoke kwenye giza, tutoke kwenye hatari. Maana tunaona leo wengine wanachukiana, wanachuki. Yamkini mtoto anamchukia mzazi wake, anamchukia jirani yake, anamchukia rafiki yake. Hii ni dalili za mtu ambaye yuko mautini, kwa sababu upendo wa yeye aliyetuumba tupendane sisi kwa sisi ndio amri ya Mungu. Mpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Kwa hiyo upendo wa Kristo unakuja ndani ya mtu, au mtu anautenda kwa sababu yuko ndani ya nuru. Na upendo unadai kutoa, kumsaidia jirani yako, kumsaidia ndugu yako, kumsaidia binadamu mwenzako. Kwa hiyo haya yote yanapokosekana ndani ya mwanadamu, hatusaidiani, hatujariani, tuko gizani, tena tumefunikwa na giza totoro. Kwa hiyo tunapaswa kugeuka na kuwahurumia wengine na kuwapenda na kuwasaidia, kuwajali wagonjwa, kuwajali mayatima, kuwajali wajane, kuwaombea na kuwasaidia hata mahitaji yao ya kimwili. Tunaona upendo wa Mungu katikati ya giza. Kuna upendo wa Mungu katikati ya giza. Kuna wale ambao wameumizwa. Mtu aliye na upendo atawafariji hao walioumizwa. Mtu ambaye ana upendo wa Mungu atawasikiliza. Mtu ambaye ana upendo wa Mungu atawapa habari njema hawa watu. Mtu ambaye anampenda Mungu na ana upendo wa Mungu atawasaidia yatima. Kwa hiyo upendo huu wa Mungu unakuja ndani ya maisha ya mtu katikati ya giza, pale ambapo amekata tamaa, pale ambapo ni mgonjwa, anahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Basi upendo wa Mungu unaingilia kati. Na upendo wa Mungu hauangalii, Mungu haangalii kama huyu mtu bado ana dhambi. Mungu haangalii kama huyu mtu bado hamuhitaji. Huu upendo wa Mungu unadai kutoa, na Mungu humsaidia huyu mtu, hawezi kumwacha. Kwa hiyo msaada wa Kristo unakuja kwako leo, saa hii na wakati huu, kukusaidia ndugu mtazamaji na msikilizaji. Kwa sababu tunajua kwenye kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 16 sema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo upendo huu ambao unakuja kwako leo, Bwana yuko tayari kukuponya pale ambapo unaumwa. Yupo tayari kukufungua pale ambapo umefungwa au mnakandamizwa na vifungo vya giza. Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 8 na unasema, bali Mungu alionyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa hiyo upendo huu wa Mungu ambao aliufunua kwetu kupitia Yesu Kristo, ndio upendo huu ambao unagusa maisha yetu leo. Ndio upendo huu ambao unagusa changamoto yako sasa, muda mfupi ujao. Upendo huu wa Mungu ndio unagusa afya yako na kupokea uponyaji muda mfupi ujao katika jina la Yesu. Maana tunajua Isaya sura ya 9 na ule mstari wa 2 unatuambia, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi yenye uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Changamoto uliokuwa nayo, umesema kwamba ni giza, ni hofu,
ni mauti, nuru ya Yesu Kristo inakuja kwako sasa. Upendo wa Mungu hauangalii historia yako, hauangalie nini umetoka kufanya lisaa lizima lililopita, bali upendo wa Mungu unapoingia ndani ya mtu, saa hiyo hiyo humbadilisha. Kwa hiyo hauangalii kiwango chako cha dhambi, hauangalii ni nini ambacho umefanya, unakubalika au umekataliwa na watu, umekataliwa na jamii. Huo upendo wa Mungu, rafiki yangu, mpendo wangu, hauangalii, bali unakuja kukupa njia, unakuja kukuvusha. Huo upendo wa Mungu unakuja kukuinua. Huo upendo wa Mungu unakuja kukupa amani. Huo upendo wa Mungu unakuja kukuponya. Haleluya, haleluya. Maana tunajua kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 8 na mstari wa 12 nasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo nuru inakuja kwako saa hii kukufungua, kukuponya katika jina la Yesu Kristo. Karibu kwa wale ambao tapiga simu, ambao mna changamoto, unahitaji maombi, unaumwa, karibu sana. Kuna namba ambazo zinapita hapo, unaweza ukapiga simu. Ndugu mpendwa wangu, ndugu yangu, rafiki yangu, baba yangu, karibu karibu, ili nuru ya Yesu Kristo iangaze ndani ya maisha yako. Yesu Kristo yuko tayari kukuponya sasa. Yesu Kristo yuko tayari kukutoa kwenye changamoto hiyo. Yesu Kristo yuko tayari saa hii kukupa amani kwa wale ambao hawana amani, wale ambao wamekataliwa. Karibu kwenye wito huu mkuu. Karibu kwenye huo wito mkuu katika jina la Yesu. Karibu kwenye wito huu mkuu. Amina. Habari za uzima? Karibu. Napiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani? Karibu kutoka Mwanza. Nina mtoto ana miaka 13. Anaitwa Goodluck. Okay. Uko naye hapo karibu? Uko naye hapo karibu? Weka mkono wake kwenye kifua chake. Nataka kuomba saa hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai, nalituma neno kwa huyu mtoto Goodluck saa hii katika jina la Yesu. Udhaifu aliokuwa nao tangu akiwa mtoto, tajika na mwachie ewe adui kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Viungo vyake, mifupa yake vikae sawa sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile pumzi ya Roho Mtakatifu ingie ndani yako sasa kwa damu ya mwana kondoo. Mifupa yako, misuli yako iwe sawa na ikafanye kazi sawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vifundo vya miguu yako vitiwe nguvu sasa kwa damu ya mwana kondoo. Vifundo vya mikono yako vitiwe nguvu sasa kwa damu ya mwana kondoo. Inuka na uanze kutembea. Inuka na uanze kwenda. Naachilia nguvu kwenye miguu yako. Naachilia nguvu kwenye nyayo zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Asante Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Utanitafuta baada ya kipindi hiki. Asante. Amina. Karibu tena. Amen. Karibu. Amina za uzima. Majina naitwa Naomi. Karibu Naomi.
Karibu karibu. Nilikuwa na shida mnaona. Shida nini? Natokea na majibu. Okay, weka mkono wako kifuani. Baba, asante kwa ajili ya Naomi, nalituma neno akaponywe sasa katika jina la Yesu. Ile laana ambayo imekamata mwili wake, imekamata ngozi yake, inayoachilia magonjwa, hiyo laana tawanyika kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Mwachie mtoto huyu, mwachie binti huyu, mwachie mama huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na aponye kwa damu ya mwana kondoo, ngozi yake itakaswe sasa na awe na uzima. Amen. Utanitafuta baada ya kipindi hiki kwa maombi zaidi. Amina. Karibu. Amina, habari za uzima? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Karibu kutoka Igaruka. Na kijana wangu anaitwa Elisha. Ana miaka kama 7 toka alipotoweka mpaka sasa tujui kwa wapi. Okay, neema ya Mungu itamrudisha kule aliko Elisha. Ngoja niombe kwa niaba yake. Wewe ni baba yake? Weka mkono wako wa kuume kwenye tumbo lako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaituma nguvu ya Roho Mtakatifu ikamtafute Elisha kula aliko, ikamrudishe kwa baba yake kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana alitoka kwenye viuno vya baba huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaamuru kokote kule uliko Elisha upatikane na urudi nyumbani kwa damu ya mwana kondoo. Mashariki ikutambulisha na ikutoe na kukurudisha. Mashariki, kusini, magharibi ikurudishe sasa kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Popote uliposhikiliwa akili zako nazifungua sasa kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natuma malaika wa kukamata na kukurudisha Elisha kwa damu ya mwana kondoo, na ufahamike eneo ulipo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Utanitafuta baada ya kipindi hiki tuombe zaidi aweze kurejea. Na muamini Mungu kwamba tayari mchakato ishaanza. Kuanzia sasa atarudi Elisha. Karibu, naitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Unaongea na Injinia Mdewa kutoka Sagara, Morogoro. Karibu. Mimi bwana nimechelewa kidogo kwenye kipindi. Lakini sio mbaya. Sio mbaya kujaribu kuuliza kidogo maswali yangu. Karibu. Sasa hapa mimi sijaelewa kitu kimoja, toka mautini, toka kwenye dhambi au toka kwenye kufa? Maana nimeona tu kichwa cha habari hapo. Vizuri. Ni kutoka kwenye dhambi. Karibu tena. Okay. Na lingine hapo nilikuwa napenda kwamba hiyo mada hiyo sijaelewa kidogo, unaweza kunipa mtaka na mimi hapo nipende kudadavua kidogo. Nitafute baada ya kipindi nitakufundisha kwa upana zaidi. Nitakufundisha, niko tayari. Nitafute baada ya muda huu nitakufundisha. Karibu ndugu mpendwa na mtazamaji na msikilizaji. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
nuru ya Yesu Kristo inapoingia ndani ya maisha ya mwanadamu, mwanadamu hubadilika na kumfanania Kristo. Maana dhambi Karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Naitwa Franki Filipo Chacha kutoka mkoa wa Morogoro Malini. Karibu Franki. Mimi nataka maombi, mwanangu anaumwa. Anaumwa nini? Tumbo. Sawa. Anaitwa nani mtoto wako? Anaitwa Happiness. Ngoja niombe. Baba, asante kwa ajili ya Happiness katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ugonjwa wa tumbo ambao unamsumbua saa hii, unyamazishe kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila bakteria aina yoyote ambao uko ndani ya tumbo wakaushe kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Uponywe saa hii Happiness katika jina la Yesu, na uwe na uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Utanitafuta baada ya kipindi hiki. Nashukuru. Amina. Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ujumbe unasema toka. Karibu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Katoro, Geita. Karibu. Mimi nakupongeza kwa injili nzuri. Amina. Nashukuru. Kabisa tumebarikiwa sana. Amina, amina. Mungu awabariki zaidi. Basi Yesu atukuzwe. Amina. Karibu. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Karibu. Kufunguliwa kiimani. Ndio. Kufunguliwa kiimani ni kumwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo kuwa njia ya uzima, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, imani nyingine uliyokuwa nayo, iwe ni ya misimu, iwe ya kiganga, inaondoka kwako. Tafuta kanisa lililopo karibu na wewe, nenda utapata msaada kujisalimisha kwa Yesu Kristo. Amina mpendwa. Amina. Na utanitafuta baadaye. Ngoja nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa ajili ya mtoto wa kijana wako huyu. Sifa na utukufu ni kwako e Bwana, katika jina la Yesu. Neno alilolisikia liwe nuru ndani yake kwa damu ya mwana kondoo. Mahali ambapo ameshikiliwa kiimani, nguvu za giza, misimwi, ulimwengu wa kishetani, unyamazishe kimya ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Nuru ya Yesu Kristo ingie ndani yake sasa na akate shauri na maamuzi ya kukupokea e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tanitafuta baada ya kipindi. Karibu. Halo, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani? Karibu. Karibu, nakusikia. Ndio. Ndio. Karibu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Hello? Hello? Hello. Karibu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu. Naitwa Danson, natoka Ingangumi, Dodoma. Karibu. Shida yangu ni miguu inanisumbua huu mwaka wa pili. Nimetumia dawa sana na hata sasa bado niko kwenye dozi. Lakini
bado sijapata nafuu, na waka moto na nabii. Sawa, weka mkono mmoja kwenye goti lako. Ndio. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninayamuru hii miguu iwe sawa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ule moto wa kigeni ambao umeingia ndani ya ndugu huyu kufanya miguu yake moto, na unyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naamuru miguu yako iwe na uzima, miguu yako iponywe sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Utanitafuta baada ya kipindi. Asante. Amina, karibu tena. Karibu, naitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Halo? 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 Halo, halo, halo. Napiga simu. Halo? Halo, nakusikia. Karibu, nakusikia. Napiga simu kutoka Dar es Salaam. Karibu. Mimi nina shida. Ndio. Hapa ninaumizwa kifuani, tumboni na kiunoni. Hivyo ninahitaji msaada wa maombi. Sawa, ngoja nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa ajili ya ndugu. Ninaachilia damu ya mwana kondoo imponye sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila udhaifu na magonjwa yatoke ndani yake sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Udhaifu wote umwachie kwa damu ya mwana kondoo. Udhaifu umwachie kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa kumponya na kumfungua, awe huru sasa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Pale tunapomjua Yesu Kristo. Karibu. Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani? Karibu. Nina mgonjwa. Nina shida, changamoto kama mbili hivi, naomba kuombewa. Ndio. Changamoto ya kwanza? Ya kwanza ni ndoa yangu inakuwa na msukosuko, sina mwanamke maalum ninayemuoa na yeye. Ya pili? Ya pili ni kushika hela. Sawa, nakuombea sasa, utanitafuta baada ya kipindi. Kuna mengi ya kuzungumza na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naachilia damu ya mwana kondoo juu ya mpendwa huyu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, changamoto zote zinyamazishwe kimya katika jina la Yesu. Kama Kristo alivyotuliza mawimbi ya bahari na yakakoma, ndivyo hivyo changamoto zake zinyamazishwe kimya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tanitafuta baada ya kipindi. Karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Gladys kutoka Mleba. Karibu kutoka Mleba. Bwana Yesu asifiwe. Amina za uzima. Nipo. Amina za uzima. Salama. Karibu. Mimi na changamoto. Karibu. Na changamoto ya ndoa na biashara viendi vizuri. Ndio. Pamoja na naomba maombi yako. Weka mkono wako mmoja kifuani nikuombee sasa. Sawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti,
nalituma neno lako kwenye viunga vya mleba, vikamponye huyu ndugu yangu sasa katika jina la Yesu. Changamoto za ndoa, changamoto za kibiashara, changamoto za kifedha zinyamazishwe kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, sawazisha njia kwa damu ya mwanakondoo, ndoa yake ikawe na amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uchumi wake ukaimarishwe kwa damu ya mwanakondoo. Asante Bwana, maana yote yamekuwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Utanitafuta baada ya kipindi. Asante mchungaji, Mungu akubariki. Amina. Karibu mpendwa. Karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Kutoka Iringa. Karibu kutoka Iringa. Asante. Asante. Karibu. Asante. Naomba maombi nahitaji. Asante, naomba maombi nahitaji mtoto. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nalituma hili neno likaondoe kila uovu ambao umeshikiliwa tumbo na viuno katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumbo la uzazi likafunguliwa la mwanamke wake, viuno vyake vikafunguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana kwenye ufalme wa Mungu hakuna aliyetasa wala mwenye kuharibu mimba katika jina la Yesu. Tumbo la mke wako liponywe kwa damu ya mwanakondoo, na viuno vyako viwe na nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na mkapate watoto wa kike na wa kiume kwa damu ya mwanakondoo. Natamka na kutangaza tumbo na viuno vifunguliwe sasa katika jina la Yesu. Amen. Utanitafuta baada ya kipindi. Karibu. Karibu. Nina mgonjwa. Karibu Isa. Mgonjwa kakangu Masanja. Ana miaka 6, ameparalyze. Nahitaji maombi. Sawa Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nalituma neno juu ya ndugu yake kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, likamwinue kutoka kwenye kitanda alicholalia, ukamwinue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ugonjwa wa kupooza utawanyike na umwachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Karibu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Niko Igumba, naitwa Esther Bob. Halo? Unaitwa? Esther Igumba. Karibu Esther. Nina mgonjwa kakangu ameparalyze. Tayari nishaomba kwa ajili yako. Bwana atamfungua na kumponya. Utanitafuta baada ya kipindi. Nahitaji aombewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, natuma neno la kumwinua na kumponya sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Yesu ndiye nuru ya uzima. Karibu. Nasema vitajira, nina mgonjwa katika tujue ya kuwa hakuna wokovu mwingine. Halo, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu kutoka Mbezi Beach. Huduma yetu iko Mwandege Vicheji, ndiko tunapopatikana pale. Karibu sana. Amina, ubarikiwe.
Karibu. Amina, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Sawa, ngoja niombee mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, neno lako linasema chochote utakachokifanya kwa mikono yako kimebarikiwa. Yale mapoza ambayo yamepandwa kwenye mikono yake na yatawanyisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ile laana ya kukosa, ile laana ya kutokupata, inyamazishwe kimya kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ifungua mikono yake na mikono yake iponywe katika jina la Yesu. Kuanzia sasa atashika fedha na atafanya maendeleo kwa damu ya mwana kondoo. Lile birika lilotoboka ambalo nakula fedha kuipita mikono yake, nyauka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa nenda kafanikiwe, na chochote utakachokigusa kiwe baraka na uzima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu, utanitafuta baada ya kipindi. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu watazamaji na wasikilizaji. Bwana azidi kuwabariki sana sana sana. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu aliye mdogo sana kwenye ufalme wa Mungu, Prophetess Veronica Masambe wa huduma ya nguvu ya msalaba, ambao tunapatikana Mwandege Vicheji, mkoa wa Pwani. Ukifika Kongoe basi umefika Mwandege. Karibu sana sana. Na pia tuna huduma pale mji wa Ifakara, kile kijiji cha Rungongole. Tuko pale nyuma ya mitiki ya Zanili. Kimuuliza mtu yeyote pale kanisa jipya Rungongole, nyuma ya mitiki ya Zanili au tenki la maji, basi utakuwa umefika. Karibu sana sana. Kwa vipindi vitakavyoendelea, karibu sana kuisikiliza TV hii pendwa ya Habari Maalum TV, ya kipindi cha Player Zone. Mungu azidi kukubariki sana sana. Bwana asiwapungukie. Bwana azidi kuwatunza. Bwana azidi kuachilia nuru zaidi na kuwavusha. Ile sauti ya Yesu Kristo inayolia basi ikasikike ndani ya maisha yako, ikasikike kwenye masikio yako, na ilete badiliko la kumkimbilia huyu Yesu Kristo. Duniani tunapita tu, makao yetu ni mbinguni. Tunaoyafanya tunaenda kutoa hesabu. Je, tumejiandaaje kupokea wokovu mkuu namna hii? Tumejiandaaje juu ya hii nuru ya Yesu Kristo anapotuita tutoke dhambini, tutoke kwenye changamoto, tutoke kwenye hofu, tuingie kwenye ile nuru yake? Huu ni upendo mkuu katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuitikia wito katika jina la Yesu. Shalom, shalom.